Macky Voice ni moja kati ya wasanii ambao wanapitia wakati mgumu sana kwenye karia yake ya muziki wa Bongo Flava, licha ya kuwa na ngoma kali nzuri ambazo ziliweza kubang sana kwenye platform nzima ya muziki, na tunafahamu kabisa kwenye uwanda wa muziki aliingia kwa gia nzuri sana, lakini mnamo mwaka juzi mambo yakawa tofauti kabisa na vile ambavyo yeye alitegemea. Lebo yake ya Next Level Music ambayo inamilikiwa na Rayvanny iliweza kuonekana haiko sawa pamoja na yeye. Mambo yakawa mengi, watu wakazungumza mambo mbalimbali, lakini yote ya yote Macky Voice amekuja kuleta kile ambacho anaamini ndio ukweli wa mambo yote ambayo yameweza kutokea. Sasa vitu ambavyo ameweza kuvizungumza Macky Voice kiukweli, mimi vimeweza kunitoa machozi kwa upande mmoja, lakini bado tujapata ukweli zaidi kutoka kwa Rayvanny. Sasa nitaanza kuielezea namna ambavyo kijana huyu Macky Voice ameweza kuzungumzia mambo hayo kiundani zaidi. Jambo la kwanza ambalo yeye ameweza kulisema, ameanza na shukrani kubwa sana kwamba bila Rayvanny kiukweli kabisa hapo ambapo ameweza kufika kuwa star, kujulikana, asingeweza kufika. Sasa licha ya pongezi hizo ambazo amezitoa, amesema kwamba mambo ambayo amekuwa akiyapitia ndani ya lebo hiyo ni magumu zaidi, na ugumu umeletwa kwenye issue nzima ya pesa. Hapa ndipo changamoto kubwa ilipoanzia kati yake yeye na Rayvanny. Anasema kwamba katika maisha yake yote ya muziki alikuwa hana sehemu ya kulala. Alikuwa mara nyingi analala kwenye studio, lakini pia wakati mwingine anaenda kwa marafiki zake na Rayvanny, yani wale watu wa karibu ambao wanakuwa nao kwenye studio. Akamtaja Jose pamoja na watu wengine, lakini mkubwa zaidi ambalo yeye amelisema ni kwamba alikuwa hana sehemu ya kulala zaidi, alikuwa analala studio. Hayo ndio maisha ambayo yeye ameyapitia, na anasema ni maisha magumu sana kwa nafasi yake ambayo amekuwa nayo. Tufahamu kabisa kwamba kwenye muziki tunajua wasanii wengi wanapata hela nyingi sana. Sasa inakuwaje msanii huyu ambaye ameonekana na vibao kadhaa ambavyo vimeweza kutrend na kufanya watu wengi waweze kumfahamu na kuona kikubwa ambacho yuko nacho, yani kalia ya muziki ambayo yuko nayo. Sasa maswali hayo yakajibiwa na kijana wetu Macky Voice, akasema kwamba licha ya yote hayo ambayo yanatokea, aliweza kumuomba Rayvanny, akaomba kuongea naye na wakakubaliana kwamba wao wakutane wazungumze. Na baada ya kuzungumza, yeye ombi lake kubwa lilikuwa tu aweze kupata hifadhi. Akamuomba, brother, naomba nisaidie walau niweze kupata sehemu ya kujihifadhi, hata kama kuna chumba cha bei nafuu tu, niweze kujistili mimi, na adhirika kulala hapa studio, lakini pia natumia muda mchache sana kupumzika, kwa sababu mara nyingi mpaka session ziishe za studio ndio niweze kulala. Sasa hii hainipi wakati mzuri mimi wa kufurahia maisha, kwa sababu nalala sehemu ambayo naumia sana mgongo nini na vitu vingi ambavyo kijana wetu aliweza kufunguka hayo. Lakini kubwa zaidi ambalo aliweza kulisema ni kwamba Rayvanny alikataa moja kwa moja kwamba wewe tangu uanze muziki haujawahi kuingiza fedha ya aina yoyote ile. Ndio kitu ambacho Rayvanny aliweza kumtamkia kijana Macky Voice. Macky Voice ilimpaini, lakini akasema wacha nikaze moyo, huenda siku moja tutafika level ambayo tunahitaji kufika. Na Rayvanny aliendelea kumpa moyo akimwambia endelea kukazana, tutafika tu sehemu na utapata maokoto, mambo yatakuwa mazuri na kila kitu kitakuwa sawa. Sasa anasema katika nyakati ngumu ambazo ameweza kuzipitia ni wakati ambao mama yake mzazi aliweza kuugua, na kiasi cha pesa ambacho kilitakiwa ili mama yake apate matibabu ni zaidi ya milioni 2. Je, ataipataje pesa hiyo? Ndipo akabidi afikirie, awaze, na akasema kipindi hicho kama bahati tu akapokea simu ya kupata mtonyo ama ya kupata shavu la kwenda kuperform kwenye Chaka Tu Chaka. Anasema kwamba Rayvanny ni kweli alishawahi kumwambia show utafanya nyingi tu, kwanza tulia kijana, lakini sasa kijana anadai kwamba kutokana na maisha ambayo yuko nayo ni magumu sana, haelewi atamsaidiaje mama yake. Je, kama tu Rayvanny amesema yeye pesa kumsaidia hana, na yeye kijana bado hajaweza kuingiza pesa yoyote ya kumfanya aweze kuenjoy, nini cha kufanya? Akaona ngoja tu nijilipue nikafanye, kama tutakuja kuweka sawa tutaweka baadaye, lakini kikubwa ni nimemsaidia mama yangu mzazi. Anasema alienda kupiga show hiyo, ni kweli kabisa, na alifanikiwa kupata pesa na mama yake mzazi akatibiwa na hatimaye akapona, akarudi kwenye utimamu wa afya akiwa vizuri kabisa.
Hilo likaisha, likawa jambo la kwanza. Rayvanny hakumfuata moja kwa moja kijana, lakini akaonekana kwamba amekasirishwa sana na kile kitendo cha kijana kwenda kuperform kwenye Chaka tu Chaka. Sasa najua unafahamu kwamba kijana huyo alipiga show nyingi sana kwenye Chaka tu Chaka. Sasa hilo akalizungumzia kwa namna kubwa sana. Akasema ikabidi aamue kujilipua huko aendelee, kwa sababu tayari anapata maokoto, anaona faida ama utamu wa pesa. Lakini anadai kwamba kabla tu ya kuwa ameweza kuondoka pale, maana Rayvanny aliweza kumtishia na kumwambia kwamba asikanyage tena Next Level Music, kitu ambacho kikamfanya kijana aogope sana, lakini hakukata tamaa. Lakini anasema kabla ya kuwa ameweza kuanza zile show za Chaka tu Chaka, kitu ambacho kilimuuma sana ni kijana wao ama mtaalamu wa IT wa bwana Rayvanny siku moja aliacha laptop pale studio. Kijana katika pita zake kuchungulia, akajaribu kuangalia kwenye dashboard ya kwake, akakuta kuna $30,000. Alijiuliza maswali mengi sana. Sasa kama kuna $30,000 na mimi naambiwa siingizi chochote na ninapitia wakati mgumu, ninalala studio, why nisipewe pesa hizi? Kijana alijiuliza swali hilo, japo likakosa majibu, na ndio akaamua kufanya maamuzi yale na kushindwa kwa kuvumilia, akaamua kwenda kupiga show za Chaka tu Chaka. Sasa story ikaendelea kuwa viral sana kwamba kijana Rayvanny pamoja na Mac Voice hawako sawa. Hiyo story ikaendelea bila kuwa na ukweli wowote, na hakuna ambaye aliweza kuzungumza jambo lolote kuhusiana na hicho ambacho kiliweza kutokea. Kijana baada ya muda akaona hapana, nahitaji kufanya ngoma nyingine, kuendelea kufanya muziki wangu uendelee kuwa juu zaidi. Nini cha kufanya? Wacha nirudi kwa brother nikamuombe msamaha. Kama kuna nafasi nyingine ya kuendelea kufanya muziki, basi tuendelee kufanya muziki, ama kama kuna changamoto nyingine basi tuiweke sawa ili mambo mengine yaweze kuendelea, kwa sababu sisi wote ni watafutaji. Kijana huyo akajihim, akamcheki tena bro Rayvanny kwa call. Rayvanny siku wakati huo wakati anamcheki, Rayvanny anaonekana alikuwa bado yuko kwenye mishemishe nyingi sana za kampeni za CCM. Alikuwa Mwanza kama sikosei. Akasema kwamba nikigeuka basi nitakucheki. Kwa kijana akavumilia, akamsikilizia. Anasema kwenye tarehe 20 hivi, haikumbuki mwezi gani, lakini tarehe 20. Rayvanny alirudi, hakumcheki, lakini kijana akapata taarifa kwamba Rayvanny ameshadondoka DSM. Kijana akaamua kunyoka moja kwa moja kuelekea Next Level Music na kuweza kukutana naye. Akaona kwamba tutakutana tu huko. Sasa kufika akakuta mlango umefungwa, akaona sio mbaya, akampandia hewani. Jamaa akamwambia basi tutaonana kesho na vitu kama hivyo. Kijana hakuona shida, basi akakutana naye, lakini wakati anakutana naye akamwambia bwana, na muda mchache sana kuwepo hapa na kuna sehemu naelekea, kwa hiyo kama una mazungumzo na mimi basi tutazungumza kwenye gari wakati tunaelekea, nadhani kila kitu kitakuwa poa kabisa. Kijana akaona mbaya, akasema ina noma, akapanda kwenye gari. Mchongo kaendelea kama kawaida, stories zikawa nyingi sana kuhusiana na masuala mazima hayo. Lakini kitu kibaya ambacho kijana huyu analalamikia zaidi hapa, anasema wakati wakiwa kwenye gari, Rayvanny anapiga zile story na maelezo mengine anatoa kuona nini na nini. Kijana anadai kwamba Rayvanny alikuwa akimrekodi kitu ambacho yeye alikishakifahamu, lakini Rayvanny alikuwa hajui kama Mac Voice ameweza kuona kile ambacho anakifanya. Sasa kijana akaendelea kupiga hizo story. Maswali yalikuwa mengi sana, nini unawaza nini na vitu vingine, maswali ya kuchombeza ili baadaye, anasema kwa hisia za haraka ni kwamba anamrekodi ili ikitokea kijana akienda kufanya interview yoyote ile aweze kusema ushahidi si huu. Kwa hiyo kitu haikuwa nzuri sana kwake, na anasema ilimpaini sana, kwa nini bro anaamua kurekodi. Basi wakazungumza, wakafikia mwafaka na wakakubaliana kwamba wataonana siku nyingine, atampigia simu. Kufika Palm Village, kijana akashushwa, akamwambia sisi tunaelekea na mitikasi yetu mingine, kwa hiyo tutawasiliana. Kijana akaona ina noma, akashuka akaendelea na harakati zake nyingine. Sasa kubwa ambalo likaendelea kuleta utata ni baada ya siku mbili hizo kupita, kijana akimvutia waya, jamaa apokei, mara hivi, kwa mambo yakawa mengi sana. Sasa kijana alichoomba yeye arudishwe nyaraka zake zote, aende kufanya kazi zake mwenyewe, na baada ya kuona kwamba mambo yamekuwa mengi, akaona sasa haina haja, ngoja basi nijitoe niweze kwenda nini wanasema baraza la wasanii ambao ni walezi wa wasanii wote. Lakini ikumbukwe wakati huo wote Mac Voice pamoja na ustaa ambao yuko nao hakuwahi kujisajili BASATA. Yaani tunajua kabisa kwamba ile Next Level Music ilitakiwa imsajili kama msanii, lakini haikuweza kufanya hivyo. Sasa kijana alipofika BASATA akaambiwa sasa unachotakiwa kufanya ni kujisajili ili tuweze kukutambua, ndipo tuweze kukusaidia. Mbaya zaidi akafanikiwa kujisajili, lakini msaada hakupata kwa sababu wale watu wote inaonekana kama wanamuogopa Rayvanny. Kwa hiyo wakawa kama
kila mtu anapita na mia zake. Sasa kinachomuuma zaidi tena, kijana anasema akabidi aonane na kiongozi mkubwa kabisa wa BASATA na akaongea naye, akampa muda, akamwambia basi tuonane siku fulani, na kijana akavumilia, asema ni siku ya Jumatatu kama hakusei. Baada ya kukutana akazungumza, lakini kijana akamwambia yule kiongozi akamwambia una dakika 2 tu za kuzungumza na mimi hapa, kwa hiyo tuzungumze tu ndani ya haraka, lakini ilivyoonekana issue nzima inamgusa Rayvanny. Akamwambia bwana, Rayvanny ni mshikaji wangu sana, kwa hiyo siwezi kufuatilia mchongo wako. Kiukubwa zaidi mimi nadhani mkae chini muamalize afu muone mtafanyaje. Sasa kama kiongozi mkubwa wa BASATA aliamua kufanya hivyo, kijana ilimpeni sana, na anasema ilimpa wakati mgumu sana. Kama walezi wa muziki wanashindwa kuwalea hawa wote wawili, maana yake alitegemea kwamba angeitwa Rayvanny na kijana waweze kuyasuluhisha mambo yote yaende kwenda sawa, lakini mtu alionyesha moja kwa moja kwamba hana uwezo wa kusaidia chochote, kitu ambacho kijana mpaka sasa anasema kinampeni na kumuumiza sana. Kwa hiyo ombi lake lilikuwa kwamba walau wakae pamoja na audishiwe kila kitu chake aweze kufanya muziki wake. Hiyo ndio jambo ambalo kijana Mac Voice alikuwa akiliomba zaidi, kwa sababu anasema mara alisikia maneno kwamba Rayvanny anasema apewe milioni 100 na vitu vingine kwamba kijana labda ana manager akapata. Vitu vingi tu vilizungumzwa hapo. Kwa hiyo kijana yeye ombi lake ni hilo, na anasema hana meneja yoyote, yupo yeye kama yeye, na anatamani kuendelea kufanya muziki wake. Kwa hiyo bado kuna part 2 itakuja, endelea kwa na sisi. Hii ni part 1, tunaenda kidogo kidogo kuziangalia hizi story na nini undani wa chanzo cha haya yote na nini suluhisho la haya yote, na kauli ya Rayvanny itakuwaje. Tutakutana nayo mbele safari. Kikubwa zaidi ni kukaribisha kwenye upande mzima wa comment. Weka comment yako hapo chini ya maelekezo, tuone nini ambacho wewe unahisi kinaendelea kwa hawa wawili. Ni propaganda ama kuna jambo kubwa limejificha kati yao? Weka comment hapo, tuende pamoja mpaka time nyingine. Bye bye.